Taarifa zinaeleza kwamba Simba Sports Club wako kwenye mazungumzo na kocha wa Gaborone United, raia kutoka Bulgaria, Dimitar Pandev. Nafikiri kila mwenye macho haambiwi tazama. Tuliona performance ya Gaborone dhidi ya Simba kwenye mikondo miwili ya hii hatua ya awali ya ligi mabingwa barani Afrika. Licha ya kwamba Simba amefuzu kwa hatua ya jumla, lakini unaweza kuweka debate kwamba pengine kwenye mikondo yote miwili Gaborone walikuwa na kiwango bora zaidi uwanjani kuliko Simba, na si ajabu kwamba Simba kwa wakati huu ambao wanatafuta kocha mkuu wakawa wameangalia uwezekano wa kumpata Dimitar Pandev. Sasa mimi nataka tumuangalie tu kwa ufupi Dimitar Pandev ni mwalimu wa aina gani kwenye ufundishaji wake, na pengine hata kile ambacho Gaborone walikifanya kwa Simba kwenye mechi ya Mkapa, labda mizizi na misingi ya ule uchezaji ilianzia wapi kwa mwalimu huyu. Dimitar Pandev ni raia kutoka Bulgaria. Ana umri wa miaka 49. Huyu ni mwalimu ambaye alianza kufundisha kwa kiasi kikubwa sana. Of course wakati anacheza kuna club pale pale ya daraja la 3 Bulgaria, aliwahi kufundisha kwa muda mdogo sana kama msaidizi, lakini kuna mafanikio makubwa sana aliyapata katika mpira mwingine tofauti na ule ambao tumezoea kuuona kwenye nyasi. Mpira wenyewe ni futsal. Kwa watu ambao wanafuatilia mpira watakuwa wanafahamu kwamba kuna mpira wa miguu ambao unachezwa kwenye huu ambao tumeuzoea, lakini kuna beach soccer, lakini kuna futsal, mpira wa ndani. Ni ule mpira ambao wanacheza watu watano, ni mpira wa ndani. Huu ni mpira ambao mwalimu Dimitar Pandev amepata mafanikio makubwa sana katika nchi yake ya Bulgaria, akiwa na klabu moja inaitwa Grand Pro Varna. Grand Pro Varna ni klabu ya futsal, mpira wa ndani wa watano ambayo ipo katika nchi ya Bulgaria, na kwenye kipindi cha miaka 6 ambayo mwalimu wa Gaborone Dimitar Pandev alifundisha hii klabu, alitoa mataji 5 ndani ya miaka 6 ya ligi ya futsal katika nchi ya Bulgaria. Lakini alienda mbali zaidi na alifundisha timu ya taifa ya Bulgaria kwenye upande wa futsal kwa muda wa miaka mingine 2. Sasa basi, kile ambacho tumekiona kwa upande wa Gaborone dhidi ya Simba pale kwa Mkapa, ukijaribu kutizama namna ambavyo Gaborone walikuwa na flow kwenye ile mechi, namna ambavyo walikuwa wanafika kwa uharaka, ufundi wa wale wachezaji, hichi ni kitu ambacho kinaoana kwa kiasi kikubwa sana na kitu ambacho mwalimu wa futsal, mwalimu ambaye anafundisha soka la ndani watano anatakiwa pia kulifundisha kwa wachezaji wake. Kwanza kabisa, kasi ya uchezaji ambao walicheza nayo Gaborone kwenye mchezo dhidi ya Simba, hasa pale kwa Mkapa. Mchezo wa futsal watano ni mchezo ambao unachezwa kwa kasi sana. Maamuzi, maarifa ya wachezaji yanabidi yawe ni ya haraka mno. Wachezaji inabidi wajue wafanye nini kwa wakati gani, maamuzi yao inabidi yawe ni ya haraka mno. Hilo moja. Pili, unapokuwa mwalimu ambao umebahatika kufundisha soka la ndani la watano futsal, unatakiwa kuwa na uwezo wa kuwadevelop sana kiufundi wachezaji, ball control pamoja na uwezo wa kupasia kwa usahihi. Kwa hiyo maana watu 4 ndani na magolikipa 2, maana mnakuwa watu 10. Kwa hiyo kwenye kiwanja ambacho kinachukua watu 10, ni wazi panapaswa kuwa na matumizi makubwa sana ya maarifa, kuutunza mpira, kupasia kwa usahihi. Na hicho ndio kitu ambacho hata kwenye mchezo wa Gaborone dhidi ya Simba tulikuja kukiona kwa upande wa Gaborone. Lakini kitu kingine ambacho mwalimu anayefundisha soka la ndani anaweza kukipata, michezo ya watano, soka la ndani ni soka ambalo linachezwa kwa kasi kubwa. Sasa baada ya kutoka katika klabu ya Grand Pro Varna ambao ni klabu ya futsal, tuiweke pembeni hiyo kutoka Bulgaria, ndipo mwalimu wa Gaborone Dimitar Pandev aliingia sasa katika kufundisha soka la kawaida ambalo sisi tumelizoea, football. Makele ni futsal, ni football. Aliingia hapo akafundisha baadhi ya vilabu pale Bulgaria, kimoja wapo kinaitwa Spartak Varna, klabu ya ligi daraja la 3 Bulgaria. Alifundisha kwa muda mfupi, akapita Palestina, akawa kocha msaidizi katika mojawapo ya klabu huko. Kwa mara ya kwanza alipokuja Afrika, alienda moja kwa moja Cameroon katika klabu ya Victoria United. Kwenye msimu wake wa kwanza aliisaidia klabu hiyo kutoa ubingwa wake wa kwanza wa ligi kuu nchini Cameroon ambao unafahamika kama Elite 1. Baada ya hapo safari zikaendelea hapa na pale, lakini haikuchukua muda mrefu tumekuja tena kumuona akiwa na klabu ya Gaborone United ambayo
msimu wake wa kwanza kuichukua, akaweza pia kuwafanya wawe mabingwa wa ligi kuu ya nchini Botswana. Ukiniuliza mimi, ni mwalimu ambaye njia aliyopita hasa kwenye kufundisha soka la ndani la 5-5 futsal limemjenga sana kwenye kuweza kutengeneza wachezaji ambao wana ufundi, wachezaji ambao wana kasi, wachezaji ambao wana maamuzi na maarifa ya haraka wakiwa na mpira. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho mwalimu ameweza kuja kukitafsiri hata katika klabu za mpira wa miguu ambazo amebahatika kuzifundisha, na Gaborone wakaja wakatuonyesha sanaa la mpira ambao umejaa ufundi, umejaa maarifa, umejaa kasi. Kwa hiyo nafikiri Simba wanaweza kuwa kwenye mazingira ya kupata mwalimu ambaye mimi naamini ni mzuri. Ameshajitambulisha akiwa Cameroon kwa kutoa ubingwa, amejitambulisha Botswana, huenda ikawa ni nafasi yake pia ya kujitambulisha ndani ya Simba, na ikawa ni sababu ya Simba pia kurudi katika zama zake za mafanikio msimu huu.